Okay, karibu tena kwa mara nyingine tena, karibu kwenye mada zetu, karibu kwenye dawati letu, ambalo tunakuwa tunazungumza kuhusu mada nyingi sana, na leo tunapenda kuzungumza kuhusu mada ya mwanaume, na mada ya mwanamke, mada ya mwanamke. Na tukizungumzia kuhusu mada ya mwanamke, tunazungumzia leo mada kwa nini mwanamke anapoteza uwezo wa kupata mtoto kimya kimya. Kwa nini tu unajikuta uko hafla tu binvu, unajikuta tu hafla wewe unashindwa kuweza kupata ujauzito. Yani kupoteza infertility, yani kupoteza namna ya kupata mtoto mara nyingi haitokei tu ghafla, bali inatokea taratibu kulingana na dalili za mwanzoni ambazo unakuwa unaziacha. Wanawake wengi wanagundua hizi changamoto wakiwa tayari wameshachelewa. Na kuna namna kuna mambo makuu manne ambayo yanayopelekea changamoto hii kuwa kubwa sana, au inategemea na mambo kuu manne haya. Kama mwanamke ameshindwa kuyazingatia haya mambo, basi anaingia katika nafasi ya kupoteza uwezo wa kuweza kuzaa kimya kimya. Kitu cha kwanza tunazungumzia uzalishaji wa mayai, ovulation yake inaweza ikawa ni hafifu au ikawa ni mbovu. Lakini pia ubora wa mayai pia ni sababu kubwa sana. Uwazi wa mirija yake labda inaziba na changamoto, ana afya ya kuweza kubeba mtoto. Tatizo la eneo, miongoni mwa matatizo haya kuna sababu ambazo kuu zinazofanya mwanamke apoteze uwezo wa kuzaa kimya kimya. Kitu cha kwanza, mayai kupoteza ile rutuba yake, mayai ovulation kuwa inafeli, yani upevushaji wako wa mayai kutokupevuka vizuri. Mwanamke anaweza akapata hizi changamoto labda kwa sababu zikiwa nyingi, au sababu zinaweza zikawa ni vitu vingi ambavyo vinaosababisha hivyo. Sasa tukianza kuzungumzia kuhusu kwa nini ovulation inachelewa au mayai yanashindwa kupevuka vizuri, kuna sababu nyingi sana. Sababu ya kwanza, upungufu wa estrogen na progesterone zinakuwa zinashuka au zinakuwa zinapishana kwa kiasi kikubwa. Hali inayopelekea mtu anasikia anaingia kwenye changamoto ya hormone imbalance. Lakini pia mtu kuwa na matatizo ya uvimbe, msongo wa mawazo, uzito kupita kiasi. Na hii mada ya hormone imbalance tulishawahi kuzungumza katika video za hapo nyuma, kwa unaweza ukarudi katika video ambazo tulikuwa tumeelekeza kwa upana zaidi kuhusu hizo hormone imbalance. Tulizungumza kuhusu kuanzia mtiririko wa damu unakuaje, damu unatoka inakuaje. Tulizungumza pia kuhusu ile changamoto za uchafu ukeni. Tulizungumza kuhusu damu inatakiwa iwe rangi gani, labda nyeusi au itakuwa nyekundu. Tulishayazungumza hayo kwenye video za hapo nyuma. Msongo wa mawazo pia tulishakuzungumza hapo nyuma. Lakini pia unene pia tulishazungumza. Kuna watu wanajikuta wananenepa tu kwa sababu ya ovulation kuwa inafeli, ndio mtu anakuta ananenepa kwa sababu ya hormone imbalance. Kwa hiyo viashiria unaweza kupitia hizo changamoto kama yai yako anashindwa kupevuka vizuri, hedhi sio na mpangilio. Yani kama mzunguko wako unakuwa siku 28, unakuja 30, unakuja 34, unakuja 36, unarudi tena 26, unakuwa hauko katika utaratibu mzuri. Lakini pia nywele kuota sehemu zisizo za kawaida. Yani unakuta mtu anaota tu labda ndevu, mwanamke anakuwa na changamoto nyingi. Lakini changamoto ni hormone kutokuwa sawa. Kuna hormone mwanamke anazo hormone 5, sasa zinapokuwa zinapishana na mtu inampelekea changamoto, hata ukuaji wa mayai unakuwa ni mdogo sana. Upevushaji pia unakuwa ni mdogo. Lakini hata mimba, uwezo wa kukaa kwenye mfuko wa uzazi unakuwa pia ni changamoto kubwa sana. Lakini pia wengine wanakosa kabisa hedhi na uchovu mwingi, unakuta maumivu ya kiuno, mgongo, kwa sababu ya kupoteza damu au kukosa damu kwa muda mrefu. Kuna wengine mtu ana skip, labda ana skip miezi mitatu, anakuja anaona, ana skip mwezi mmoja, anakuja anaona. Hiyo inakuwa haifai. Hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini pia hata wale ambao unakuta kwa mwezi wanaingia mara 2, lakini pia hiyo ni changamoto mojawapo. Lakini pia sababu nyingine ambayo inapelekea hizi changamoto ni kuziba kwa mirija ya uzazi. Maambukizi ya muda mrefu, hasa ya ule uchafu unaotoka ukeni, kitaalamu tunaita PID, pamoja na fungus ambazo zinakuwa zinatoka ukeni kama rangi ya mtindi, maziwa,
au rangi ya njano au rangi ya kijani. Kwa hiyo inapelekea kuziba kwa mirija na kupelekea yai lisiweze kutolewa katika ubora wake, au yai kuchelewa kabisa kutoka, au yai linashindwa kufikiwa na mbegu. Mbegu zinafia njiani zikiwa zinatafuta yai, lakini mimba zinakuwa zinashindwa kukaa. Na hata kama unapata ujauzito, mara nyingi mimba nyingi zinadondoka kwa sababu ya kuziba kwa mirija ya uzazi. Sasa kitu kingine ambacho kinachochelewesha, lakini pia tunasema age factor, maana yake tunakusudia umri unavyozidi kusogea. Wanasema baada ya miaka 30 ya mwanamke, ubora wa mayai unakuwa unapungua. Idadi ya mayai pia inakuwa inapungua. Lakini pia hatari ya mimba kuharibika zinakuwa ni nyingi sana. Na hapa tunakuwa tunaelekeza pia baadhi ya watu wale ambao ni wajawazito kwamba kuna baadhi ya vyakula usitumie, kwa sababu kuna vyakula ukitumia unakuwa unaweka hatari katika ujauzito wako kuweza kukua, kuweza kuendelea kushikilia ujauzito wako, kuweza kukua bora zaidi na upate mtoto ambaye yuko katika hali nzuri. Kwa hiyo inakuwa haifai. Lakini pia msongo wa mawazo na mtindo wa maisha, hiyo inapelekea sana changamoto hizi kukua. Ukiwa na stress za muda mrefu, unakuwa unatoa ile hormone ambayo inaifanya mwili wako unashindwa kufanya maamuzi ambayo yalikuwa sio sahihi, maamuzi ambayo hayatakiwi. Mwili wako unashindwa kufanya kitu chochote. Ndio maana wale wanawake wengine wanakuwa wakavu sana kwa sababu ya mawazo. Lakini pia usingizi duni, unapokuwa na usingizi duni unapelekea nafasi hiyo. Lakini pia lishe ambayo sio sahihi. Tulishai kuzungumza kuhusu vyakula, vitu gani vya kutumia na mazoezi ya kufanya kuhusu changamoto hizi. Matumizi ya hormone bila ushauri wa kidaktari pia wanaingia kwenye nafasi hizo. Wanatumia tu madawa bila ushauri wowote wa kidaktari, ambayo inapelekea inaharibu mfumo wao wote wa uzazi. Sasa kuna dalili ambazo hutakiwi kuzipuuza, mfano kubadilika kwa hedhi, maumivu makali wakati wa hedhi, kuhisi kitu kinacheza upande wa kulia au kushoto, kutoka na damu katikati ya hedhi, kukaa zaidi ya mwaka bila kupata mimba wala bila kutumia kinga. Hiyo pia unatakiwa uwe makini sana. Sasa kitu gani ambacho unatakiwa ukifanya? Kuna vipimo ambavyo unaweza kupimwa, kuna ultrasound unaweza kupigwa, lakini pia kuangalia mirija yako, lakini pia ushauri wa kitaalamu. Siku zote sisi tunasema kwamba kipimo kikubwa au kipimo muhimu sana ni wewe mwenyewe unajionaje. Kile unachokisikia ndo kile ambacho kilichokuwepo. Mara nyingi unapokwenda kupima kitu chochote, watu wanakuwa wanakuuliza pembeni, unajisikiaje, kichwa kinauma, mkono, mguu, vipi, kukoje, una umri gani, yote ili kurelate na changamoto yako. Kwa hiyo dalili kubwa sana ambayo unaweza ukaiona ni wewe mwenyewe. Wewe unaweza kuwa ni dalili ni kipimo tosha cha dalili zako. Kwa unaweza ukawahi mapema, ukapata matibabu mapema, ukatatua changamoto zako. Kwa hiyo unaweza pia kuna matibabu ambayo sisi tunayo. Unaweza comment hapo chini niunge, tutakupa linki, utajiunga kwenye group letu la wanawake ambalo tunakuwa tunaelekeza kuhusu wanawake, matatizo mbalimbali na namna ya kuyakabili, na matibabu na mazoezi gani ya kufanya na matunda gani ya kuacha na mengine yapi ya kutumia. Asante sana kwa kufuatilia nakala hii ya siku ya leo. Mungu akubariki. Hakikisha unashare na mtu ambaye unatamani akijue kitu ambacho umekijua wewe siku ya leo. Asante sana, tunaona katika wakati mwingine.